Niwapongeze sana Dua Islamic Foundation. Mashallah, hatua kubwa sana mmechukua na mna target nzuri sana. Wakati nimekuja hapa nilikuwa nawasikiliza, wana target kwamba watoto hao waliokuwepo hawa vipi wataweza kuendelea zaidi. Kwa hiyo baada ya kuanzishwa hiyo Dua Islamic Foundation, target yao ni kwanza namna gani watoto wataweza kuwasomesha yote, mambo ya kisekula na mambo ya dini. Lakini katika sekula watapata fani mbalimbali, watakuwa mafundi mafundi welding, mafundi wa magari, mafundi wa umeme, mafundi wa kujenga, fani mbalimbali. Jambo zuri sana, na mimi niseme nawakaribisha sana katika umoja wetu. Tuna training center sisi, Umoja wa Maimamu na Walimu wa Madrasa Tanzania, ambayo ndani yake tunaweka kozi maalum ya kuwafundisha watoto kama hawa na watu wazima, kwamba namna gani kila mmoja tumfundishe ufundi aweze kutoka pale aweze kujitegemea mwenyewe. Alhamdulillah. Lakini vile vile tuna mpango ambao nataka tufanye semina yake tarehe 7 mwezi wa 7, ambayo ni Umata Day, siku ya kuzaliwa Umata. Umoja wa Maimamu na Walimu wa Madrasa Tanzania, siku imezinduliwa rasmi. Tunataka kufanya Umata Day semina kwa ajili ya wanafunzi wanaotaka kusoma masomo zaidi ya juu. Vipi wataweza kupata kusoma katika mashule ambayo yako nje ya nchi na ndani ya nchi, lakini vipi wataweza kupata mikopo ya halali iliyokuwa imeruhusiwa na serikali au iliyokuwa imewekwa na serikali. Alhamdulillah, tumeshafuatilia katika sehemu zote. Nampongeza sana katibu wangu Al-Habibi Abu Aiman, katibu mkuu. Yeye amefanya research ya hali ya juu na katuletea taarifa kwamba mikopo hiyo haina riba na serikali itaweza kuwasaidia wale ambao watakaoweza kujaza fomu vizuri katika utaratibu sahihi, na vile vile wakawa na wadhamini ambao wanaaminika, basi watapata mikopo hiyo, watakwenda kusoma katika elimu ya zaidi ya juu. Lakini pia wakirudi sasa, baada ya kuwa sasa wameshapata hiyo elimu, basi hawatadaiwa kama alivyokuwa anadaiwa dokta wakati huo amemaliza shule, kwamba lazima alipe, amepata kazi alipe, hajapata kazi alipe. Hii ni mpaka apate kazi. Kwa hiyo akiwa ameajiriwa katika serikali, akiwa ameajiriwa katika binafsi, kule mshahara wake unakatwa kidogo, analipa ule mkopo bila riba. Kwa hiyo tuko pamoja na Dua Islamic Foundation. Watakapofundisha wao, anataka kuzidi mtoto, sisi tutahangaika naye namna ya kumsomesha zaidi inshallah. Lakini sio kwa ajili ya fani ya dunia tu, lakini vile vile katika elimu ya dini, elimu ya uhakika. Ndugu zangu, yote haya tunazungumza profesa, daktari, engineer, doktor, tanisamee, lakini ni fani. Ni fani. Fani siku kullu man alayha fan, na itakuwa fan, haipo tena. Lakini yale maswali manne ya kaburini yale, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma ikhwanuka, yale kujifunza yale ndio elimu ya uhakika. Yale ndio atakwenda na wewe kaburini, yale ataamka na wewe siku ya kiyama, na yale atakuwa sababu ya kupa mafanikio zaidi na zaidi katika janna yako. Japokuwa dokta naye ataweza kupata mafanikio kama atatumia udaktari wake pamoja na dini, alafu akawaelimisha watu, akawa anawapiga dawa katika udaktari wake, lakini vile vile akawakirimu watu ambao hawana uwezo, akawasaidia bure, ambao dokta anafanya mashallah. Akawa anakwenda katika hafla kama hizi, tunamsumbua kama hivi, anakuja. Zote hizi ziko katika mizani hasanati yake, Allah Subhanahu wa ta'ala mwekee na amzidishie. Lakini elimu ya dini, elimu ya uhakika ndio hiyo. Kwa hiyo sisi vile vile tunafanya jitihada namna gani huyu kijana au huyo shekhe au huyo mwalimu wa madrasa vipi atakuwa na elimu ya dini ya kutosha, aweze kutambua hii halali, hii haramu, hii ya kutanguliza, hii ya kuakhirisha. Mambo mengi sana ambayo yapo tunayakuta sisi katika sehemu mbalimbali. Tunapokwenda katika vijiji, tunakuta imamu hali yake iko duni, mwalimu wa madrasa pale vile hali yake duni, lakini pia katika kufundisha kwake bado hakidhi haja. Kwa nataka tuwaboreshe, tuwasaidie, lakini vile vile na vijana wote wanaokuja, hawa upcoming students hawa. Kwa hiyo dada zangu na mama zangu, makusudio kuzungumza ni kwamba tufanye jambo hilo kwa pamoja. Dua Islamic Foundation, Umoja wa Maimamu na Madrasa Tanzania, dokta kama huyu pamoja na wale walikuwa tayari kusaidia na sisi,
lakini na sisi vile vile tuungane nao bega kwa bega kuhakikisha huyu mtoto ambaye tunamlea sisi asiwe Yahudi, Nasara au Majusi, awe vile ambao Allah Subhanahu wa ta'ala kamuumba katika fitra yake ya Uislamu. Sasa inataka juhudi hiyo. Inataka juhudi kwanza kabisa kuungana na pale ambapo anasoma mtoto wako. Pale ambapo mtoto wako anasoma, basi kuungana nao. Unapata ripoti mara kwa mara. Nini kinaendelea? Mzazi na mwalimu wanapokuwa wameungana, mtoto anakuwa hana ujanja tena. Lakini mzazi na mwalimu wanapokuwa hawana communication, hawana mawasiliano kati yao, mtoto anachukua faida, anachukua fursa hapo ya kuweza kudanganya. Tupate sisi mawasiliano na walimu, tujue maendeleo ya watoto wetu. Lakini vile vile watoto tuwalee katika utaratibu ambao Allah katuwekea katika mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ajili yake nataka kila mmoja ajifunze. Utajifunza wapi? Katika mazingira yale yanayofundisha. Sisi Allah Subhanahu wa ta'ala katupa sisi majukumu mawili katika umma huu. Jukumu langu la kwanza, mimi mwenyewe niwe Muislamu, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Hatuna kibali cha kufa isipokuwa Waislamu. Lakini jukumu langu la pili ndio hilo, unaanza kwa watoto wako, kwa ndugu yako, jamaa yako, familia yako, mpaka ulimwengu mzima. Vipi wote watakuwa Waislamu? Sasa jitihada hii, kushirikiana kwetu, kuwa pamoja kwetu, lakini vile vile kujifunza. Na kujifunza kwake inatakiwa kila mmoja atenge muda. Sasa hivi mnatengesha muda watoto na kuja kusoma, lakini wanarudi wanachukua kitu elimu wanakuja nayo. Lakini vile vile mashallah Dua Islamic Foundation wana mpango wa kufanya boarding, watakaa boarding hapo kwa miaka kadhaa watasoma. Lakini na sisi vile vile wazazi tutenge muda kwa ajili ya kujifunza namna gani sisi tutaweza kujifunza Allah anataka nini, Mtume sasa mkaelekeza nini, lakini vile vile tutaweza vipi kuambukiza jambo hilo kwa wengine. Uislamu ambao tutajifunza sisi vipi na sasa tutaweza kupeleka kwa wengine. Jambo hilo nataka utenge muda. Akina mama mtenge muda, akina baba mtenge muda. Haya makundi ya dawa na tablighi yanakuja kutoka sehemu mbalimbali duniani, yanakuja kutusaidia sisi namna gani tuweze kujifunza namna ya kuishi maisha yetu ya masaa 24, lakini vile vile namna gani tutaweza sisi kuwa na uwezo kulingania na sisi. Mashallah wanakuja kutoka nchi mbalimbali. Hivi sasa hivi nimepokea mimi maombi kutoka Oman. Inakuja kundi ya kina mama, wanawake wa Kiomani, Waarabu wale wanakuja, watakuwa katika nyumba fulani wanawake, na wanaume watakuwa katika msikiti fulani. Wanaume wote sisi tutakwenda katika msikiti ule kupata dawa, lakini wanawake wote watakwenda katika nyumba ile kupata dawa. Na patakuwa na kalimani kule, kalimani huku. Tutapata sisi kusikia Kiswahili. Inshallah hata Msongola huku tutakuleteni. Kwa wageni kama hawa watakapokuja, sisi tuwapokee alafu tuwasikilize. Lakini vile vile wanapotuambia twendeni katika njia Allah Subhanahu wa ta'ala pamoja nao, basi tutenge muda na sisi twende nao. Akina mama vile vile mtakwenda kwa utaratibu utaelekezwa, lakini akina baba vile vile kuna utaratibu wenu mwepesi kabisa. Kila mmoja anaweza. Na kuweza kwake ni pale ambapo atakapoanza kufanya. Kwa hiyo iko haja kila mmoja atenge muda ajifunze hii juhudi. Atakapojifunza hii juhudi alafu akarudi nyumbani kwake, ataweza kusimamisha amali katika nyumba yake. Akina mama, kuna amali muhimu sana ambazo zinatakiwa kusimamisha katika majumba yenu, lazima mkajifunze huko. Moja ya amali, namna gani utatengeneza mazingira ya imani katika nyumba yako, namna gani utaweza kutengeneza mazingira ya adhkari nyumbani kwako, dhikri ikasimama, sunna zikasimama, maisha mepesi yakasimama, ala vile vile dawa ikasimama atakapokuja mgeni alinganiwe. Lakini vile vile namna ya kumlea mtoto katika Uislamu, lakini vile vile namna ya kuhakikisha katika nyumba panafanyika kikao cha kusomeana hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, inaitwa taalim ya masaili, taalim ya fadhaili, ukawa kila siku unaongezeka. Sasa yote hii tunakwenda katika njia ya Subhanahu wa ta'ala, tunajifunza alafu tunakuja kufanya katika majumba yetu. Niombe sana wazee wangu, kaka zangu, ndugu zangu, watoto wangu, tutenge muda tuende katika njia ya Subhanahu wa ta'ala. Baada ya kusema hayo, naomba niwashukuru sana kwa mwaliko wenu. Jazakumullah khair wa ahsan jazaa fi darin. Shukran.